Ndipi? Kwani kungongo mwanangu? Anda naune. Kimwake kambaka Fatuma. Fatuma huyu. Unafikiri sielewi kwamba wewe unajiweka kwa mama mtu na huyo mwanae anajiweka kwa mwanao? Msaada! Msaada! Ni chaguo rahisi kufanya maamuzi magumu. Unaweza kupambana au ukakimbia. Kwa sababu muda hujaa. Ni rahisi kusahau, kwa sababu leo yako inajengwa na jana. Jambo la muhimu, pambana kama kesho haipo. Vipi? Unasema? Sawa. Sawa, nakuja sasa hivi hapo zahanati. Sasa hivi. Daktari, kuna nini? Nafikiri Daya atakuelezea kila kitu. Mimi kuna emergency nimeipata hapo zahanati mara moja. Kwa nini bidii Daya? Tuameze basi kila kitu. Mimi acha niwe. Usadi. Daktari. Hivyo nielewe. Idaya, wala usijali Fatuma. Usiwe na wasiwasi, sawa? Ni kweli? Bro, niambia ni kweli. Uwe ni dokta ujue. Ndio maana nimekwambia uingie ndani, mimi ameniacha nje. Ni kweli? Sikia bro, nikwambia labda hujaelewa. Sawa. Umemwona Fatuma? Ni mwanangu sana, ni mwanangu sana. Yaani nisi hata kukushinda wewe. Bro, mimi watu wananichukulia masiara sana. Sana, kweli sana. Lakini hawajaelewa huyu mwanamke mmeanza kumpenda tokea niko shule bro. Tumesoma pamoja na Fatuma. Kwani nisikilize basi Champo. Ni kweli. Nisikilize sasa. Ni kweli alichokifanya kwa Fatuma na sio kitu kizuri kabisa. Sawa. Lakini kuna tatizo kubwa zaidi. Bella kamchoma kisu mwake. Na hivi ndiko ninakoenda. Bro, misijali. Yaani misijali kitakachomtokea ule mzee, misijali. Wewe vitako sina ule mzee, wewe ni vitako ni ule mzee. Si ndio? Au wewe sina unafita na ule mzee bro. Si ndio? Bro, kwanza leo mimi niko tayari kufanya chochote. Bro, mzee mnyama. Mzee mnyama bro. Nakuelewa Champo. Nisikilize. Unielewi. Nakuelewa, nisikilize basi. Unajua tukianza kubishana afu mimi kana kueleza kitu ndio bomba tunavurugana. Nisikilize. Kwa hali yako sasa hivi hauko sawa. Unaenda nyumbani katulize akili, sawa? Aje sasa bro. Nisikilize basi, mtu anaweza kubishana kitu kidogo kati hapo tunazungumza, mbona kubishana? Kesho ukikukucha tutajua cha kufanya. Mimi na wewe hospitalini sasa hivi, sawa? Unielewa? Nisikukute hapa Champo, sawa? Champo nisikukute.
Messi! Hali ya mgonjwa ni mbaya sana. Anahitaji kuonana na Daktari Bunje. Mwakalindi, kamwite Bunje. Ina maana huwezi kufanya chochote mpaka huyo daktari wenu? Nakuuliza. Na kama huwezi kufanya kazi yako, kwa nini uko hapa? Hali ya mgonjwa ni mbaya. Naomba Sikilize wewe, sikilize. Huu ndo wakati wa kuonesha ukomavu wako wa akili. Kuna muda inabidi ule na adui sahani moja ili uweze kuishi. Tunazidi kupoteza muda au hali yake itakuwa mbaya sana. Tutampoteza. Mwasheni kwenye chumba cha matibabu. Twende haraka, twende. Samani. Naomba yuko mikono salama, sawa sijali. Giza limetanda, tunahitaji nuru. Usiku na mchana, tunahitaji uhuru. Hali yake inaendeleaje? Mimi nitakuwa mwazi. Hali yake sio mbaya wala sio nzuri kwa sababu kisu ambacho ameweza kuchoma upande wa kulia kimeingia ndani zaidi na kimeweza kugusa bandama. Na kama mnavyojua hospitali yetu haina vifaa vya kutosha. Kwa kitu pekee ambacho naweza kuwashauri ni kumpeleka hospitali kubwa. Ili kama bandama limeathiriwa zaidi basi aweze kufanyiwa matibabu ya haraka iwezekanavyo. Ugwe. Unataka kuniambia baba yangu hawezi kupona kwa sababu ya bandama? Kwa taaluma yangu ningeweza kumsaidia, lakini kama nilivyokuambia hospitali yetu haina vifaa vya kutosha. Mwamposa, bandama ni kiungo muhimu sana kwa mwanadamu. Haitakiwi kuguswa wala kuchezewa kwa namna yoyote hiyo. Kwa hiyo kama unataka babako apone, kesho asubuhi na mapema mchukue katika hospitali kubwa. Giza limetanda, tunahitaji nuru. Usiku na mchana. Shua, hata uhai wangu hauna thamani kwa hii taarifa nikuletea hapa. Ni kitu gani hicho hili? Ndani umejipanga vizuri sana jibu. Na kwa hili ni lazima utalipia. Lakini kwa sasa nitaanza na wale wapuzi wote wasababisha kifo cha mwanangu.
Baby. Na baby. Usirudie tena kukaa nje. Umeona mwili wako umekuwa baridi. Usije ukaumwa kifua bure Bunji wangu. Nakupenda sana Idaya. Nakupenda pia Bunji. Kweli. Lakini pia nashukuru kwa kila kitu kwa sababu kama usingekuwa wewe sidhani kama leo hii ningekuwa hapa. Au sidhani kama ningeweza kuiona siku ya leo. Bunji. Haina shida. Niko na wewe bega kwa bega. Sawa. Sawa. Alafu ule mpango wetu tunaanzia wapi? Ule mpango nafikiri kwanza na shangazi Tuli.
Mbona umekaa hapo? Unapata wapi mamlaka ya kukalia hicho kiti? Umeambiwa baba amekufa? Nakuuliza. Na hata kama amekufa, unafikiri una haki ya kukalia hicho kiti? Baba yupo hapa. Mimi ndo kiongozi. Na mamlaka haya kanipa mama yako. Kwa sababu ya umakini wa kazi yangu. Unaitwa mnyambala. Miuli yote ya biashara ninayo mimi na mamlaka ya familia. Huwezi kunifanya chochote. Unaweza ukachagua moja. Ukaenda kwa Fatuma alikuhamia dada yako. Mpuuzi wewe. Linga ngukomile ngumi jangu jimo ugwe. Ukugona kavivi. Nisikilize. Tulia chini mtoto mdogo. Muda wote maadui wanaweza kutuvamia. Kwa hiyo unaweza ukachagua moja. Kwenda chumbani kujifungia kulilia mapenzi au kufuata amri yangu. Walimwengu wanakuambia jicho hulipwa na jicho. Well, tonight I tell you otherwise, my friend. A son for a son. Wengi wanajua nguvu ya mbwa mwitu ni mpaka mwezi uandame. Hapo ndio huonyesha nguvu zake zilipo. Shangazi, karibuni sana. Bunji, mimi ndo napaswa kuwakaribisheni nyie hapa? Ya, ndio. Ni kweli, lakini kuna kitu ambacho shangazi hamkijui. Japokuwa nyie ndo mnapaswa kutukaribisha hapa. Yaani hicho kitu tukijui mimi na shangazi au shangazi na bibi Champo? Nyinyi wawili. Ndio maana nimewaita. Kitu gani? Kwani mmenunua hii nyumba? Hapana shangazi, sio hivyo. Unakumbuka mara ya kwanza ulivyonikaribisha kwenye hii nyumba na kunitambulisha? Ndio nakumbuka. Tuliongea mengi sana siku hiyo. Na mambo mojawapo tulizungumza sana kuhusu huyu mwanamke. Si unakumbuka shangazi? Ndio. Na moja ya jambo ambalo uliniambia, ulisema kwamba huyu ni wifi yako. Ndio. Sasa huyu wifi yako anaitwa Imelda Mwambegule. Mimi ni mama yangu mzazi. Mama yako? Nuru yakawetereo, nuru yakawetereo. Na Swebe ambaye ni mume wako. Mimi namwita mjomba. Bunji. Mambo. Shangazi kamini eti. Achana naye huyo. Mungu. Shangazi, naomba unisamehe sana kwa kukaa kimya muda wote huu. Nisamehe.
Bunji, nilijua tu moyo wangu ulikuwa unaongea kitu juu yako. Nilijua kuna kitu kati yetu. Ndaka Kiala. Karibu baba. Karibu sana. Wewe shangazi usimkaribishe bwana kwenye familia yetu kirahisi tu hivyo bwana. Bunji, hebu sema kweli bwana, ni kweli wewe ndugu yake Swebe au ndo umemisi tu kurudi kwa Bichambo? Mimi usinidanganye alafu. Tumetoka mbali ujue. Hebu sema. Hii ni swala la familia unajua. Alafu kwangu sio swala dogo. Niko serious yani. Masiara. Kwa hiyo si ndugu. Yaani shangazi, au umeambia kama kwenye movie unaambia so Van Damme ndugu yako. Unaona unakataje? Mimi nishajimilikisha, ishakuwa ndugu yangu muda tu. Bunji. Kwa nini uko hapa? Na kwa nini ukusema siku zote hizo? Na ulikuwa wapi? Shangazi, unajua nakuelewa, lakini kila kitu kilitokea ghafla. Hata mimi kuja kwenye hichi kijiji yani ilikuwa ni ghafla. Ila yote tuweke pembeni. Nitakuelezea na utaelewa kila kitu. Lakini kwa sasa kuna jambo nyeti sana nataka niweze kueleza. Nimani maita kwa pamoja tuweze kushirikiana ili tujue njia ya kuitatua. Na mimi nitaongea ukweli kwenye kila kitu ambacho naenda kuwaeleza. Bwana ni kwa siri au kuna siri gani tena nyingine Bunji? Kuna kitu gani? Kilichokuwepo kati yangu mimi na Swebe ilikuwa ni starehe tu, na mapenzi yake yote yalikuwepo kwa Tuli. Muongo wewe, nafiki mkubwa. Ongea, mume wangu yuko wapi? Picha mbona haipo? Unaenda wapi na umefanya nini kwenye picha mdogo wako? Jobu yuko wapi? Umekuja kumuulizia kijana wako kwangu? Nimekuta picha ya Bunji imepigwa risasi. Kisha Jobu ananipigia simu anasema atakuwa nje ya mji kwa siku kadhaa. Nadhani unafahamu fika ni kiasi gani ambavyo kakako mimi napenda sana vitu vizuri. Na maanisha wanawake wazuri. Ungeniambia mdogo wangu ili tuweze kuishi hapa pamoja. Wow.